Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi ametaja mafanikio makubwa aliyoyapata kwa kipindi cha miaka minne uongozi wa serikali ya awamu ya 6, akisema kwa mara ya kwanza Tanzania imepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON 2027, mafanikio yaliyopatikana kutokana na serikali kutoa kipaumbele katika sekta ya michezo hapa nchini. Hayo yameelezwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma mapema Aprili 14 mwaka huu katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, akieleza mafanikio aliyoyapata kupitia wizara hiyo kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Moja ya mafanikio makubwa katika kipindi hiki cha miaka minne ni Tanzania kukubaliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Na katika hili nimshukuru sana kwa kipekee mwanamichezo namba 1 wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika sekta ya maendeleo ya michezo, ambapo kupitia maono na maelekezo yake kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake mwaka 1957 mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika yani AFCON kwa mwaka 2027 yatafanyika Tanzania kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda kwenye hiyo AFCON ya pamoja ya nchi hizo tatu. Sambamba na hilo, kama mnavyofahamu, tumepata fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya CHAN yatakayofanyika mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2025. Kabudi amesema kwa kipindi cha miaka minne serikali imewezesha bajeti ya wizara kwa ongezeko la 1277, ambapo kupitia ongezeko hilo mafanikio lukuki yamepatikana kwenye sekta hiyo. Katika miaka hii minne ya uongozi wake ameipa wizara yetu uwezeshaji mkubwa sana, na ndani ya miaka minne ya uongozi wake tumeshuhudia bajeti ya wizara yetu ikiongezeka kutoka shilingi bilioni 20.7 kwa mwaka wa fedha 2021/22 hadi bilioni 285.3 katika mwaka wa fedha 2024/25, na hili ni sawasawa na ongezeko la asilimia 1277. Na ongezeko hilo la bajeti limewezesha kuimarisha maslahi ya watumishi katika Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo kuelekea mashindano ya CHAN 2024 na AFCON 2027, lakini pia kuboresha kazi za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Akizungumzia mafanikio kwa upande wa utamaduni, amesema wizara imefanikiwa kuratibu matamasha makubwa 3 ya kitaifa ya utamaduni yenye lengo la kuimarisha, kuenzi na kukuza utamaduni wa Tanzania, likikutanisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Moja ya matamasha haya ya kitaifa ya utamaduni ni kuhakikisha tunakuza na kudumisha utamaduni wa Kitanzania katika anuai hiyo, yani anuai diversity katika anuai hiyo. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, wizara imeratibu jumla ya matamasha 3 ya kitaifa ya utamaduni, ambapo tamasha la kwanza la utamaduni wa Mtanzania lilifanyika mwezi Juni mwaka 2022 jijini Dar es Salaam, na tamasha la pili lilifanyika mwezi Agosti 2023 mkoani Njombe, na tamasha hilo lilikuwa la pili. La tatu lilifanyika mwezi Septemba 2024 mkoani Ruvuma, na mwaka huu tunatarajia kuandaa tamasha hilo mkoani Morogoro.